Kwa ufupi about baraka, na wewe ambapo unaye labda nisikiza ama kunitazama mahali pote huko, naomba nikushike ugeni. Mwaka huu ambapo ni wa 2026 huwa ni mwaka ambao tungekuwa na wakati ambapo ni wa kuweza kusemezana na kuweza kubariki wanao ama watoto wetu ambao tuliyepewa na Bwana na tukaweza kuwazaa na tukaweza kuwa na wao katika kuwalea, hii tukawa hatuna nafasi ambao ya kuweza kubariki wale watoto, na ni vizuri kuwabariki sababu tunahitaji kuwa na wakati ambao ni wa kuwabariki na vile vile kuwanenea baraka juu ya maisha yao ili waweze kustrago mambo zingine ambapo unaona kwamba sisi kama watoto tunaweza kupitia ama watoto ama watu ambao wanapitia changamoto mingi, hata katika ndoa, hata katika kuweka ndoa na iwezi kusimama, hata kukuta kwamba mtu hana mawazo ya kuolewa, hata kukuta kwamba mtu hana mawazo ambayo ni ya kuoa, huwa ni kuwa kwamba huyu mtu hajawahi barikiwa, haliwekewa baria ya kutokubarikiwa na wazazi. Maandiko hapa ambao tumesoma ambao ni Mwanzo, ambao tumesoma maandiko ambao ni Mwanzo ambao ni 49 verse number 1 kuteremka. Hiyo ni baada ya watoto kuitwa na mzazi yao ili waweze kunenewa baraka. Lakini mtoto huyu wa kwanza hapa maandiko inasema vizuri, hata ameruka wengine, anatembea kama maji. Anatembea kama maji. Mtu ambao anaambiwa amevuka wengine na anaongea na anatembea kama maji, ni kusema ni mtu ana speed governor kwa mdomo. Na ni kusema ni mtu ambao yeye mwenyewe hakuna neno aweze akaisema. Hata kwa wazazi, hana rika, hana kuheshimu, ama kunyenyekea, ama kuifuata. Sasa huyu mtoto wakati baba yake alimwambia, wewe ndio mzalio wako wangu wa kwanza, na wewe ndio nguvu zangu zote ambao zimekubeba, sababu wewe ndiye niliyezaa wa kwanza, lakini umeruka wengine, ukaweza kukimbia kama maji, na kwa sababu ya hiyo sitakubariki. Ndio mtoto wako kubarikiwa. Ni vizuri watoto tuweke midomo yetu speed governor ili tuweze kumwabudu Bwana vizuri na tuweze kupea wazazi wetu heshima. Na ukiona mtu mzee mbele yako, hata kwa gari muamukie, mpe kiti. Ukiona mtu mkubwa, ukiingia kwa matatu uone mtu mkubwa kukuliko, haijalishi wewe ni kabila gani, haijalishi mila na desturi yenu, amukia yeye, sababu huyo mtu ni mzazi wako. Tuache kuwa watu wapotofu, tuache kuwa watu ambapo hatuna baraka, sababu ndio maana unakaa kanisani, unaombewa, lakini huwezi ukapata nafasi ya kuolewa. Hauwezi ukapata nafasi ambapo ya kuweza kuoa. Hauwezi ukapata nafasi ambapo ya kuweza kupata watoto ama kupata kazi, sababu ulikosea wazazi heshima. Hauna break ya midomo. Wewe kazi yako tu ni kuongea, na unaongea mambo ambapo ikusaidii. Ni vizuri wewe my brother, my sister, wewe ambapo ni rika yangu, wewe ambapo uko mahali pale, wewe ambao ni GNC, wewe ambao ukwenda speed governor, na hata kwa wazazi wale unajua kama ni wazazi makamu, ni wazazi ambao unaona hawa si rika yangu. Hata kama kitu hutaki, wewe ondoka tu, nyamaza, wacha kurushana midomo ili uweze kukaa maisha mazuri, ili uache kufuatwa na mambo mingi, uache kufuatwa na laana, uache kufuatwa na mambo ambao haikusaidii. Na mambo hiyo ndio inafunga kazi yako, ndio inafunga ndoa yako, ndio inafunga bibi yako. Hata ukisema ni kulogwa, mambo zingine si kulogwa, mambo zingine ni foundation, ili ambapo umetoka, umekosa kuongea na wazazi wako vizuri. Rudi home to back home. Ukajiuliza maswali, wacha nirudi home, ni back to home, nikajiulize shida yangu imetoka wapi katika nyumbani. Hende kwa wazazi wako ili mambo isaidikwe. Mambo ingine si ya kanisa, mambo ingine ni wewe unarudi kwa wazazi, ama uende kwa mchungaji hakupeleke kwenu ili uweze kusaidika, ili uache kuhangaika na makazi. Wale kuhangaika na ndoa, kitu ya kwanza ndoa, kitu ya pili kutokupata mtoto, na kitu ya tatu kutokupata kazi. Hizo ni mambo zinatokana na matamshi. Yale matamshi Rubeni aliyenenewa na
wazazi wake, kama umeisikiza ukisoma hapo Genesis hiyo tumesoma, ambao ni 49 verse number 1, utasikia si maneno mazuri na si maneno ya kujenga. Kama ulinenewa maneno kama hayo, hata ukashinda ukiapply kazi, hata ukashinda ukisema uombewe uonewe, hata ukashinda ukisema uombewe andiki upate mke mzuri, my sister, my brother, utasumbuka sana, sababu utakuwa kupata ni ngumu, sababu utakuwa unahangaika. Lakini ukirudi back to home, mambo itabadilika. Bwana wabariki na watende mema mnapokuwa na mwaka wa 2026 wa baraka na kurudi home to back kwa wazazi wetu, ili waweze kutunenea baraka na waweze kutunia. Hawezi kosa sister mama yako hata kama mama hayuko. Hawezi kosa brother ya baba yako hata kama baba hayuko. Na hawezi kosa hata anko. Wazazi, tukisema wazazi itaiko mingi na wazazi. Na kujua maisha yako mahali iko na shida, ili Bwana aweze kukusaidia na kuishi mwaka mpya wa amani, sababu bado hujazeeka, na kufanikiwa na kurudi home kama vile Bwana alipo niagiza niwaambie. Asanteni, bye.